kufahamu tu, Zanzibar inakopa yenyewe ama inakopa kupitia Jamhuri ya Muungano? Naam, Zanzibar ina taratibu kadhaa za kukopa. Moja ya utaratibu wa kukopa ni kupitia Jamhuri ya Muungano, na mikopo hiyo huwa ina dhamana ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na mikopo hiyo inalipwa kutokana na fungu la Muungano. Kwa hiyo tunaweza tukapata mikopo kama sasa hivi kuna mifano kadhaa ambayo tumepata fedha za ujenzi wa barabara, viwanja vya ndege kupitia mkopo ambao unatokana na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini tokea mimi niingie madarakani, nimetengeneza utaratibu mwingine wa kuifanya Zanzibar iweze kukopa kama Zanzibar. Sasa pengine sheria tulizokuwa nazo haturuhusiwi kukopa moja kwa moja kutoka kwenye taasisi ya nje. Sasa tulichofanya ni kwamba tunazishirikisha benki za ndani, kwamba wao ndo wakope kutoka nje, alafu kutoka kwao inakuja kwenye Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Na jambo hilo limefanikiwa sana kwa sababu benki za ndani zinatuamini, zinaona fedha tunazoziweka, wanajua uwezo wetu wa kulipa. Kwa hiyo wamekuwa wepesi kuchukua mikopo mikubwa na kutupatia sisi, ili sisi tukilipa kutoka kwao, wao watapata faida vile vile na wataweza kurejesha mikopo. Hiyo pengine inaweza ikavunja ile dhana, ama sijui Mheshimiwa Rais unasemaje, kapu la Muungano, kwamba Zanzibar inapendelewa sana kwenye kapu hilo. Kumbe mipango kama hii na hata Zanzibar yenyewe inasimama na kusababisha Jamhuri kwa jumla ikanufaika kwa pande zote. Naam. Sawa sawa. Ukiuliza swali, kwa nini tudumishe Muungano na kuna fursa zipi za Muungano mpaka sasa? Naam, swala la Muungano ni swala muhimu sana na nadhani sote ni mashahidi ya kwamba Muungano wetu ni tunu kubwa, ni jambo ambalo lazima tulidumishe kwa njia yoyote ile, na tuna sababu za msingi. Sababu ni kwamba amani unaoiona katika nchi hapa ni kwa sababu ya Muungano. Lakini fursa zilizokuwepo, hususan fursa za wananchi kwenda upande wowote. Kwa mfano, Zanzibar ni ndogo sana, haina ardhi kubwa ya kilimo, lakini Mzanzibari yoyote yuko huru kwenda popote. Aende Morogoro, aende Sumbawanga, aende popote, atapata ardhi ya kutosha, atalima, atafanya biashara. Kwa hiyo ziko fursa nyingi ambazo tunazipata kupitia Muungano. Na Muungano wetu sio muungano wa vitu, ni muungano wa watu. Watu wameoleana, watu wamezaa, tuna muungano wa damu. Kwa hiyo huwezi kusema kwamba tunafika siku kila mtu anaenda upande wake. Hatuna upande kwa sababu ya muingiliano mkubwa ambao upo. Sawa sawa, Mheshimiwa Rais, umetoa mfano wa ardhi. Ili jambo linazungumzwa mtaani. Kwa nini mtu wa bara hawezi kumiliki ardhi visiwani? Wakiwa visiwani anaweza kumiliki ardhi kule bara. Ni utaratibu tu, sio swala la kwamba hawezi. Wapo watu wa bara hapa wanamiliki ardhi kupitia kwenye kampuni wanazozianzisha. Na kwa nini tunafanya hivyo? Kwa sababu Zanzibar ni ndogo. Sasa imagine watu sisi tuko milioni 1.9. Ndio. Bara kuna watu zaidi ya milioni 60. Sasa wakija milioni 5 tu itakuwa shida sana. Kisiwa kitazama hiko nasema. Kwa hiyo cha msingi hapa tumeweka utaratibu kwamba mtu ambaye anatoka bara anaweza kuja kumiliki ardhi kwa utaratibu fulani. Sawa sawa. Ambao uko wazi na wengi wanazo ardhi hapa, sio kwamba hawana. Umeeleweka Mheshimiwa. Mheshimiwa Rais, kwenye swala la Muungano hapa, mara nyingi ukisikia watu wanazungumza Muungano, hususan wanasiasa, wanazungumza kwenye jicho la siasa na kuzungumzia changamoto za Muungano. Kama Rais wa Zanzibar, ni fursa gani unaziona Watanzania kwa ujumla wanapaswa kuzichangamkia za kimuungano? Hizo fursa zipo zaidi hapa Zanzibar. Fursa ni nyingi. Unajua, imezoeleka ya kwamba tukisema kuna fursa za uwekezaji, akili yote inakwenda kwa watu wa nje. Kumbe vile watu wa ndani wana fursa zaidi, kwa sababu kuna wepesi wa wao kuwekeza kuliko mtu wa nje. Sasa hapa Zanzibar sasa hivi kwa mfano ni nchi ya utalii, kila mtu anachangamkia fursa za utalii. Kuna kazi nyingi za kitalii ambazo mtu unaweza ukafanya. Kuna kutoa huduma, kuna kujenga hoteli, mambo kama hayo. Kwa hiyo nadhani watu waelewe kwamba fursa hizi si kwa watu wa nje peke yao. Fursa hizi kwa watu wa ndani vile vile, na ziko nyingi, na tunawakaribisha kuja kuwekeza katika fursa hizo. Hawaji tu kutalii.
wanakuja kwa mambo mengi. Mtu mwingine anasema navuka maji kwenda kununua kifaa cha elektroniki, labda kwa sababu zipo taarifa anasema kule vifaa bei ni rahisi hivi. Mnaviingiza kwa bei ndogo ndio maana inauzwa kwa bei hiyo, ama kuna kitu gani, na serikali inapataje faida hapo? Labda niseme hivi kwamba kuna baadhi ya bidhaa watu wanafuata bara kutoka huku. Ndio, kweli. Na kuna baadhi ya bidhaa watu wanafuata huku badala ya bara. Kuna ule unafuu wa bei. Nadhani inategemea pia na kiwango cha uagizaji, lakini vile vile inategemea na urahisi wa utoaji. Unajua ugumu wa utoaji katika bandari zetu kunaweza kukaongeza sana gharama. Kwa mfano naweza nikasema kwamba mzigo ukifika halafu ukikaa kwa siku 20-30 haujatoka, manake bei inapanda kutokana na zile demurrage charges na storage charges na charges kama hizo. Sasa wakati mwingine kuna unafuu wa kutoa mizigo upande mmoja wa jamhuri kuliko upande mwingine. Hiyo ndio inapelekea sasa mzigo kuwa na gharama nafuu, na ndio maana watu wanatoka upande mmoja kwenda mwingine. Sawa sawa. Sisi tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais, labda kama kuna la mno ungependa kuwaambia Wazanzibari na Watanzania wanaotutazama siku ya Muungano. Mambo mawili. La kwanza napenda niwashajihishe Watanzania, Wazanzibari kwamba swala la amani, swala la msingi kabisa. Hakuna nchi yoyote iliyofanikiwa katika jambo lolote bila ya kuwa na amani. Kwa hivyo sasa hivi nchi yetu imetulia, nchi yetu ina amani. Sote tuendelee kudumisha amani tuliyokuwa nayo ili tuweze kufanya sasa kazi za maendeleo vizuri zaidi. Kwenye upande wa Muungano, na wahimiza wananchi wote tuendelee kuienzi tunu yetu hii ya Muungano. Muungano umetuletea amani, Muungano umetuletea umoja na mshikamano katika nchi, Muungano umetuletea maendeleo na fursa nyingi sana. Sasa hivi sisi, hususan sisi Wazanzibari, tuna fursa nyingi sana huko bara. Unaweza kwenda kulima, unaweza ukaenda kuishi, unaweza ukaenda kufanya biashara, unaweza kupata fursa nyingi sana, na Wazanzibari wengi wamepata fursa pale Dar es Salaam na mikoa mingine mingi. Kuna Wazanzibari wengi sana ambao wamefanikiwa sana katika biashara na katika mambo yao mbalimbali. Tuienzi tunu hii ya Muungano. Wakati tunaadhimisha sherehe zetu za Muungano, basi tuhakikishe kwamba Muungano wetu unaendelea kudumishwa. Asante sana Mheshimiwa Rais. Asante sana. Na sio kuondoka maji kwenda kupiga picha pale kwa daraja la Fayova pale juu. Dar es Salaam. Sawa, haya ni mahojiano na Dr. Hussein Ali Mwinyi, tuko tukizungumza naye hapa kuhusiana na hali ilivyo Zanzibar. Tumezungumza kuhusu uchumi wa bluu, lakini bila kusahau urojo. Tumepiga story kidogo kumhusu na mambo mengine.